mpya ambayo ulitengeneza mwaka huu na ukatuongoza, maana njia zako sio kama njia zetu. Tunakushukuru kwa kutuongoza katika njia zako, tunakupa sifa katika jina la Yesu tuomba na kuamini, sema amina. Umebarikiwa sana mtu wa Mungu. Tunamshukuru Mungu tena kwa siku nyingine tena ambayo amefanya kwa ajili yetu, ili tukaweze kufurahia na kushangilia ndani ya siku hii katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa pamoja na wewe. Tunamshukuru Mungu kwa kufika kwako tena siku ya leo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunazidi kukuombea ya kwamba ukaweze kumaliza vizuri katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Tunazidi kuongea kuhusu kujua kweli, ambao tukaona ya kwamba kweli ni neno la Mungu, kweli ni Mungu, kweli ni Yesu Kristo. Na tukagundua ya kwamba kweli ndio silaha peke yake inayoweza kupigana vita vya uongo. Hakuna silaha nyingine unaweza pigana nayo. Kumbuka, vita vya uongo maombi haiwezi pigana. Vita vya uongo maombi haiwezi pigana vita vya uongo. Kufunga hakuwezi kukusaidia kushinda vita vya uongo, lakini maombi unaweza ukamshinda muongo kwa kuomba, na unaweza ukamshinda muongo kwa kufunga. Sijui kama tumeelewana hapo. Tumeelewana hapo? Maana kuna muongo na kuna uongo. Sasa ujue ya kwamba uongo ni kazi ya muongo, na muongo tunaweza tukamshinda na power bila kufuata process. Hauhitaji process kumshinda muongo, kwa sababu tayari muongo alishashindwa. Lakini uongo hautaishinda kwa kuomba. Uongo utaishinda kwa ukweli. Dawa ya uongo ni ukweli. Na uongo ambao tunaongea hapa, tuongee kuhusu uongo ya kibinadamu. Tunaongea kuhusu ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Haleluya, haleluya. So tunaongea kuhusu Yesu ni ukweli, shetani ni muongo ama ni uongo. Bwana Yesu asifiwe. Aliye na Kristo ako na ukweli. So tuko na ukweli na tunatoa ukweli. Mwenye ako na uongo anatoa uongo. Na narudia tena, vita za uongo hautashinda kwa njia ya nini? Ya maombi na kufunga. Utashinda kwa silaha ya ukweli peke yake, ndio itakayokusaidia kushinda katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Vita vya ujanja ya muongo, ujanja ya muongo utaishinda tu kwa ukweli. Ukikumbuka kitabu cha Mathayo 4 utapata ya kwamba ni muongo akitumia ujanja wake kumfikia Yesu. Na nilikuambia wakati uongo na ujanja umechanganyishwa, hakuna mabavu ambayo yanatumika, hakuna kulazimisha mtu. Ni kama karata. Karata hakuna mtu anakufanya nini? Anakulazimisha. Ni wewe mwenyewe unaweka pesa yako unakuliwa. Hakuna mtu anakulazimisha. Hata ukiita polisi utauliza, mama, nilikulazimisha? Hapana. Nilikuambia weka? Hapana. Uliweka mwenyewe? Na shida yako iko. So wakati muongo na ujanja anafanya kazi, usitarajie utapatana na nguvu, kwa sababu ujue wakati uongo na ujanja, wakati muongo alitumia ujanja kufikisha uongo wake, hakumpatia mwanamke tunda, alimwacha akakula peke yake. Hata akiwa pale hakukuwa anakula. Lakini alipoondoka, kenye aliacha kilianza kufanya kazi ndani yake, kilimchanganya, kikampiga, kwa sababu hakukuwa na ukweli ya kushinda hiyo uongo. Mwenyewe ndio Biblia inasema ya kwamba akaona saa zile shetani ameshaenda. Na unajua shetani akideliver uongo kupitia ujanja, anajuaga hiyo nimewahi, hata sitangojea, anatoka na anaenda zake. Mwanamke mwenyewe Biblia inasema akaona. Bwana Yesu asifiwe.
akaiendea, akachukua mwenyewe. Shetani hata hayuko, shetani alishaenda kitambo. So wakati uongo inaachiliwa kwa njia ya ujanja, na kuambia hakuna pepo utaona, kwa sababu hizo ndizo viwango vya hali ya juu ya kudili na Mkristo. Kwa hivyo mapepo utaona, fujo utaona, hapa ni akili peke yake inafanya kazi. Na jinsi ya kushinda hiyo akili na ujanja wa shetani wa hali ya juu ni kwa kukua na ukweli, ni kwa kukua na ukweli peke yake. 1 Corinthians chapter 15 verses number 3. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures. Kuna kitu tunazidi kuangalia hapa, bado tukijaribu kuchukua kitabu cha Matthew 24, kama unakumbuka, ya kwamba mtu asiwadanganye. Mtu asifanye nini? Asiwadanganye. Bwana Yesu asifiwe. Maana wengi watakuja kwa jina langu, na ya pili ujumbe wao watasema mimi ni Kristo, lakini wao ni waongo. Paulo anakuja zaidi ya kutuambia ya kwamba kile ambacho nimewafunza, nimewahubiria, haikitokani na mawazo yangu, sio akili yangu, sio ujuzi wangu, wala si mtu alinifunza jinsi ya kwenda kuifunza, mbali ni kile ambacho nilipokea kutoka kwa nani? Kwa Kristo. Kile ambacho nilipokea ndicho nilifanya nini? Niliwapa. Haleluya, haleluya. Paulo anasema kenye nilipeana ni kenye nilipokea. Wapendwa, hatuhubiri mambo yetu. Juzi Jumapili, natumai ni Jumapili ama ilikuwa ni Jumanne. Jumanne yule mgeni tulikuwa na yeye akaniuliza nataka kufunza kuhusu altars. Akaniambia, je, unakubali nifunze kuhusu altars? Wewe unafikiria nilimjibu aje kulingana na wewe? Maana wahubiri saa zingine wanatokaga wapange vile watahubiri. Wanaogopa kuhubiri vitu vingine. Mimi nikienda popote siulizagi mhubiri kama nikihubiri hivi vitu ni sawa ama si sawa. I don't do that. But aliponiuliza mimi nikamwambia, bora imeandikwa. Bora imeandikwa. Kama iko kwa Bible, please. Nipende nisipende, kama imeandikwa, please, utahubiri tu. Kwa sababu saa zingine tunapenda kuhubiri areas zenye tunapenda. Unajua kuna watu wapende kukemea pepo, but imeandikwa. Actually ishara za kwanza ni zipi? Kwa jina langu mtatoa. Kuna watu hawataki hiyo. Na si ati haijaandikwa, ni yeye hataki. So we need to be very careful wakati watu wanahubiri scriptures, Bible, sehemu zenye wanapenda na zenye wanaona inaendanisha na vile wanataka. That's very wrong. That's very wrong. Nisishike hapa. That's very wrong. Ni vizuri kwa sababu sasa kama nitaanza tunataka kuhubiri scriptures zenye nasikiaga zinanibamba peke yake, ninanipenda peke yake. Sasa itafika mahali penye mtataka niwahubirie zile zenye zinawabamba peke yake, zenye mnapenda. Hiyo scripture pastor ametaja mimi sipendi. Hapana bwana, hapa ati yuko hapa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hatutaenda tusikilize mhubiri akihubiri tuseme hii injili mimi sipendi. Kama ni sawa na inatoka kwa Biblia, mpendwa, iko sawa. Mimi nimeitwa kwingi kuhubiri. Huwa naona nikileta wahubiri hapo ananiambia nataka nihubiri. Mimi sikuwagi na chochote. Bwana Yesu asifiwe. Sijui hapa kwenye mnafanyaga. Hapana, mimi nakumwambia hapa mwongozo wangu ni Biblia. Katiba yangu ni Biblia. Bora imeandikwa na Roho Mungu anakuongoza, brother, pita nayo. Na hii the same mimi nikienda kwa wenyewe, mimi siulizagi mtu. Ungependa nihubiri, kuna injili nakuja nayo ya kukemea watu. Nifanya mimi sifanye. Mara yangu ya kwanza ya pili kwenda Kitale, hiyo bishop alinichanga. Maana nilienda na injili ile ya kukata. Nilikemea. Lakini sikutoka nje ya scriptures, bora nilikuwa kwa Bible. Afadhali ukatae kuniita tena, unichukie na uniseme ni mbaya, lakini nilihubiri kenye nilipewa.
Kwa sababu wapendwa, Paulo anatuelezea kenye nilifanya nini? Kenye nilipewa ndio nilifanya nini? Ndio nilideliver. Wapendwa, tunapewa na Mungu. Hatuhubiri vitu vyetu. Wapendwa, tukihubiri vile tunawaza na vile tunataka, then ile target yetu hatutaipata. You remember John chapter 1 verses number 10, number 11? Bwana Yesu asifiwe. Nambari ya kwanza hawakumjua, nambari ya pili hawakumpokea. Wacha nikuambie, tukihubiri vile tunataka na tuhubiri vitu vyetu, hautamjua. Maana mambo yangu nikiyaongea hayatamfunua Kristo, hayatakusaidia kumjua. Bwana Yesu asifiwe. Kenye kitasababisha umuelewe, umjue, na kenye kitasababisha ukue katika kumjua ni wakati tutakuwa tuna deliver kenye tumepewa. Kenye ametupatia ndio tunapeana. Maana nilikuambia ni Biblia, ni maandiko inajibu maandiko. Ingawaji Yesu alimpigia Petero makofi, tutasema Petero alikuwa na connection mzuri na Mungu. Halo, wakati Yesu aliuliza, na nyinyi mnanitaja mimi kuwa ni nani? Petero akasema, wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu akamwambia, hapana, hii sio wewe, ni Baba yangu amekufunulia. Kwa hivyo ni Mungu mwana aliuliza swali, Mungu Baba akajibu swali. Watu watatu ndani ya mmoja ndio wanatosha kujibu scripture. Ni Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hapo tu ndio utacheza na hapo. Nje ya hapo tunajibu na maswali yetu na akili yetu. Kwa hivyo ni maandiko peke yake itakayojibu maandiko. Kwa hivyo Paulo anasema, nilichopokea kutoka kwa Kristo ndicho nacho mimi nilichowahubiria, ya kwamba that Christ died for our sins according to the scriptures. He died for our sins according to the scriptures. Kumbuka Joshua chapter 1 verses number 8. Na kitabu hiki cha Torati kisiondoke wapi? Kinywani mwako, ukitafakari mchana na usiku, na utake kutenda sawa sawa na vile kimeandikwa. Basi hapo ndipo utafanikisha njia zako na kustawi. Kustawi na kufanikisha njia zako kuko katika kutenda sawa sawa, sio tu kutenda sawa sawa. Bwana asifiwe. That's why ni vizuri wakati mwingine, kama vile ambavyo imeandikwa katika kitabu cha Marko 4 mstari wa 35, saa zingine ni vizuri kanisa kupitia Mark chapter 4 verses number 35. Saa zingine mashua ya winners inafaa bahari ichafuke. Saa zingine mashua ya winners inafaa upepo iwe mwingi. Saa zingine mashua ya winners inafaa maji ingie ndani ionekane kana kwamba inazama. Hapo ndo sasa tutajua ni nini huwa inafunzwa kwa hiyo kanisa. Wapendwa, wakati wa kujaribiwa, wakati wa hali ngumu, wakati kanisa linainukiwa, na jinsi watu wanainukia kanisa, na jinsi kanisa linastahimili, huwa inaonyesha neno ambalo limekuwa likifunzwa kwa hiyo kanisa. Bwana asifiwe. Na jinsi pia wapendwa katika ile kanisa, katika kiwango cha ubinafsi, akipitia hali anafanya vipi, hiyo pia inaonyesha ni nini inafunzwa kwa ile kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapo ndipo utajua kweli kulikuwa na neno la Mungu. Maana mahali popote neno la Mungu limepandwa, Biblia inasema ya ulimwengu yatapita, lakini neno litafanya nini? So kama neno la Mungu liko ndani yako, nini itafanyika? Then utasimama. Bwana asifiwe. Wakati wa corona wangapi walilalamika makanisa imefungwa mingi? Hiyo ilikuwa ni aibu kubwa sana. Kama kuna kanisa ilifungwa wakati wa corona, tutalaumu nani? Kiasi tunaweza laumu mchungaji. Ni nini ulikuwa unalisha hiyo kanisa mpaka corona ikawa ina nguvu kushinda neno la Mungu? Nilikuambia dunia hii tunakulisha kenye tumepokea kwa Kristo. Hiyo ndio iko na nguvu kushinda chochote unaweza pitia. Na ndio maana ukipitia chochote unasimama. Maana kenye ulilishwa kina uwezo kushinda.
kenye kinakuja kinyume na wewe. Nasikia sasa nimeongea kwa point kingine hapo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. So ni neno la Mungu. Kufunzwa neno la Mungu ni ya maana sana. Mafundisho ni ya maana sana. Maana ni neno la Mungu peke yake lina nguvu na uwezo kushinda chochote ambacho mwanadamu anaweza akapitia. Jina la Bwana litukuzwe. Tukimbie tuangalie kidogo ya kwamba Yesu ndiye kweli. John chapter 17 verses number 17. Tuangalie jambo pale tujifunze. Kumbuka wiki ijayo tunaanza somo lingine katika jina la Yesu Kristo. John 17 verses number 17. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi mmekuwa safi kwa sababu ya neno lililonenwa juu. So neno la Mungu linasafisha, linatakasa. Sijui watu wanafanya bidii aje ndio wakuwe watakatifu. Mimi sijui vile watu wanafanya. Najua nilikwambia we need to be very careful. Paulo amesema nilichopokea ndicho nilifanya nini? Nilichopokea ndicho nilifanya nini? Ndicho nilichowapatia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingi, kuna watu wanafunga vitambaa kichwa, wanajua hiyo ni ishara ya nini? Ya utakatifu. Kuna watu wanavaa nguo ndefu, ukimwangalia unaona huyu ni mtakatifu. Kwa nini amevaa nguo ndefu? Akipatana na mwingine hajavaa nguo ndefu anasema wewe si mtakatifu. Watu wanafika level ya kujudge watu kulingana na vile wanavaa. Hiyo usiweke kwa Biblia, hiyo weka kwa dini yenu. Hiyo ni makubaliano ya hiyo dini. Sawa sawa? Na hiyo ni sawa. Kulingana na vile mnaongea ni sawa. Lakini hatuwezi tukajudge. Utakatifu si kazi ya mwanadamu. Utakatifu si kazi ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Number 1, mimi nasema hivi. Number 1, Mungu wangu anaitwa Mungu mtakatifu, ndio? Number 2, anaitwa Yesu mtakatifu, ndio? Number 3, anaitwa Roho Mtakatifu, ndio? So kama Roho ni mtakatifu, ukijazwa na Roho, kama Roho ni mtakatifu, ukijazwa na Roho umejazwa na nini? Uko na nini? Kama Roho ni mtakatifu akiingia ndani yako, uko na nini? Na mbona usipige mahesabu simple namna hiyo? Wewe unaenda kufanya nini na nini na nini? Unajua mimi sikuli hii. Kama kuna mwingine alienda kusalimia akakataa akanifanyia hivi, nikashangaa mpaka watu wao Kericho. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafikiria kwa nini alifanya hivyo? Maana kulingana na dini yao, si kulingana na Biblia. Watu wengine wote ni wanini? Wachafu. Watu wa hiyo dini peke yake ndio wasafi. Sasa anajua ili usimchafue. Bwana asifiwe. Nashangaa na zile pesa zote anashika. Mpaka nikajiuliza, nani nikikupea pesa utachukua? Sasa mimi na pesa, nani amezurura sana? Mimi na pesa ni nani amepitia mifuko mbaya? Mfuko ya mwizi, mfuko ya kahaba, mfuko ya kuwa. Mwingine hata ameiba pesa nikukuletea amekuletea. Unachukua pesa, lakini mimi pazo nakataa kunisalimia. Upumbavu hali ya juu sana. Na hiyo kazi unafanya, wateja wote wanatarajia wanakuja hapa natumai hawajaokoka. Unakataa kuwasalimia lakini vitu vyao unachukua. Si unaona hapo hiyo hesabu haingiani vizuri? Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba sanctify them by your truth. Kwa hivyo ukweli unafanya nini? Unasafisha, unatakasa. Kwani wewe haujajua neno la Mungu ni maji? Kwani wewe haujajua neno la Mungu ni maji? Inatakasa. Neno la Mungu ndilo linatakasa. Utakaso sio kazi ya mwanadamu. Utakaso ni ya Mungu. Ni nini unafanya ndio kuwa mtakatifu? Tuache mambo mengi. Utakaso sio kazi ya kibinadamu. Utakaso ni kazi ya Mungu. Na ni neno la Mungu linalotakasa, linalosafisha. Kwa nini? Ukweli unasafisha. So the more unazidi kupokea ukweli, unafanya nini?
unakuwa msafi. Kutakaswa ni sawa na kukua msafi. Hiyo inamaanisha the more unapokea uongo ni nini unafanya? Unajichafua. Unajichafua. Kwa maana anasema ya kwamba your word is truth. Neno lako ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Neno lako ni kweli. Kumbuka mambo yote tunayohitaji Mungu alichukua yote akaweka kwa neno lake. Nasikia mwingine alisema, sijui kama ina ukweli ama ina uongo, ya kwamba alienda kwa harusi akanunua Biblia mpya akaandika check sijui ya 500,000 ama ya pesa ngapi, kisha akarapu ile Bible vizuri sana. Ilipofika saa ya kupeana zawadi, akapatia maharusi zawadi, akawapatia Bible. Maharusi walipofika kwa nyumba, kawaida kitu cha kwanza tamaa inakuwa kubwa, kwanza ni ya kufungua uone. Ukitoka honeymoon, tamaa ya kwanza ni nini? Kutaka kujua ni nini. Alipofungua Bible anasema ni Bible tu ametuletea, akaweka kando, akataka kujua ingine. Ninaona ule msichana vile anafungua thermos nyingi. Thermos lazima zikuwe 8 hapo, 10 hapo, zile za 250 ama 150. Na vikombe. Ukimaliza yote papo nasema nani? Bwana asifiwe. Yeye alijua 500,000 ita change life yao. Akakuja baada ya siku nyingi, anaona wale jamaa bado wako vile vile, sababu Kenya walikuwa wanahitaji alichukua akakiweka wapi? Kwa Biblia. Walisema Kenya ama Afrika, gari ya vitabu ikianguka hakuna mtu anaenda hapo. Lakini wacha gari ya pombe ianguke, hata wengine watasahau wameokoka. Hawakunywi kwa sababu hawanunui, wanakunywa kwa sababu sasa si inapatikana free yake, mtafanyaje sasa? Wacha gari ya unga ya 100 ianguke. Lakini gari ya vitabu ikianguka hakuna Mkenya anakimbiliana. Yeye kuambie kitu tu. Na sasa wacha niwaambieni, utajiri wote umewekwa wapi? Kwa kusoma. Nitafutie mtu yote anasoma, si mtu wa kawaida. Kenya amebeba makubwa sana. Naye Mungu pia akajua hivyo, akachukua vitu vyote akaviweka wapi? Kwa neno la Mungu. Sasa ni wewe uende uvitoe pale. Utakatifu, usafi, utakaso Mungu amechukua akaweka wapi? Kwa neno. So the more unapokea neno la kweli, ndivyo unafunguka macho. Bwana Yesu asifiwe. So neno la Mungu ni nini? Ni kweli. Kwa hivyo wakati tunapokea neno ambalo linatoka kwa Kristo, linatutakasa tukiwa tumekaa hapo, linatakasa mioyo yetu, linasafisha mioyo yetu. Nataka pia uone neno la Mungu kwa hiyo njia ya kwamba pia kusoma neno, kusikiliza neno pia inasafisha moyo wako, inatakasa moyo wako. Na ndio maana kuna wakati unakaaga unahisi kana kwamba hujaokoka. Umewahi fika hiyo level? Umewahi mpaka ukafika mahali unajipima na mimi nimeokoka kweli? Enda uangalie, utapata kuna ukosefu wa neno la Mungu. Umekaa bila kulipokea neno la Mungu na umejihusisha na mambo mengine. Sasa ndio unapata ya kwamba kenye kinatuma wokovu na kuwa nguvu ndani mwako, damu ya wokovu ni neno la Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Tusome Yohana 16:13. Yohana 16:13, maandiko inasema hivi: However, when he, the Spirit of truth. Kwa hivyo pia roho tuliye naye tumejazwa na roho nini? Roho wa kweli. Tumejazwa na roho wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. When he, the Spirit of truth has come, he will guide you into all the truth. Atawaongoza katika kweli. Kwa hivyo pia ni vyema kumtegemea Roho Mtakatifu, maana yeye ni roho wa kweli. Na mahali atakuongoza kwa kweli yote.
atakuongoza kwa kweli yote. Kwa hivyo ni nani anajua kweli? Ni nani anajua kweli? Ni Roho wa kweli. Kwa hivyo tumejazwa na Roho wa kweli, na ndio maana tunapaswa kumtegemea Roho Mtakatifu katika kutuongoza. Maandiko inasema baada ya Yesu kubatizwa, kisha akaongozwa jangwani ili afunge. Wakati muongo alikuja, alipata Yesu aliongozwa na Roho wa kweli. Kwa hivyo muongo alipokuja na uongo, alikutana na mtu ambaye ameongozwa na ukweli, na akatumia ukweli kushinda uongo katika jina la Yesu Kristo. Kataa kuongozwa na hisia zako, kataa kuongozwa na mawazo yako, kataa kuongozwa na experience yako, kataa kuongozwa na kile unajua. Surrender your life kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Hauwezi ongozwa na Roho Mtakatifu ukaongozwa kwa uongo. Hapana. Atakapokuja huyo Roho wa kweli, wapendwa, kama kuna Roho wa kweli tunasonga mbele, kuna roho wa uongo. Sasa lazima ujue kuna watu wanaongozwa na roho wa uongo. Watu wote wako kwa uongo, ujue wako na roho ya uongo. Sasa mtu aliye kwa uongo hauwezi ukamshinda kwa elimu peke yake. Unahitaji kudili naye mara mbili. Utadili naye kwa njia ya power na utadili naye kwa njia ya knowledge. Kwa sababu the spirit, na ni mzuri uanze kudili na yeye kwa njia ya power, kwa sababu ile spirit ndio inamshawishi na ndio inamuongoza zaidi. So deal naye kwa njia ya spirit, kwa njia ya maombi, kwa njia ya kufunga. Piga ile roho ya uongo ndani mwake, piga na maombi, kisha baadaye ukipatana na yeye mpatie ukweli, utaweza shinda. Lakini ukienda udili na yeye na ukweli peke yake, hautamweza, kwa sababu jua ya kwamba behind that teaching there is a spirit. So ukimfundisha, ukitoka that spirit na muempower tena. So deal with the power, deal with the source first. Piga hiyo power, ukiimaliza nguvu, ukitoa the knowledge, hakuna kitu kingine na sukuma. Hiyo ndio njia nzuri ya kudeal na watu walio katika uongo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. That's why tunapoenda kuhubiria watu, kabla hatujaenda tunahitaji kuombea kwanza. Tushinde roho ya giza, ili tunapowapelekea ukweli sasa wanaweza wakasikia ukweli. Amen. Hiyo ni mzuri kwa wainjilisti wakijua hivyo. Wakati unaenda fanya evangelism, enda uombee ile njia zote utapita. Ombea wa mama, shika mateka kila roho ambaye imeshika mioyo yao, ya kuwashawishi wasiokoke, ya kuwashawishi unajua hata niko na Biblia, unajua hata mimi naenda kanisani. Shika hiyo spirit, ndio sasa ukiwapatia ukweli itakuwa sawa. Wapendwa, roho wa Mungu ni roho wa kweli, na roho wa kweli kazi yake, wakati ni roho wa kweli, kazi yake ni kukuongoza kwa ukweli yote, kwa ukweli yote, kwa ukweli. He will guide you into all the truth. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo ni vizuri kwa wewe kumtegemea Roho Mtakatifu pia akuongoze katika kweli, akuongoze mahali kuna kweli. He will guide you into all the truth, for he will not speak from himself. You remember 1 Corinthians chapter 15, Paulo anasema aje? Kwa kifupi Paulo anasema hivi: sikuongea maneno yangu, sikuongea mawazo yangu, bali niliongea kenye nilipewa. Kwa hivyo sikuongea mimi, niliongea kwa niaba yake. Biblia inasema kwamba hataongea mambo yake, but whatever he hears that he will speak. Chochote ambacho atasikia ndicho atakachoongea. Angalia roho mwenyewe, kwa maana ni roho peke yake anayejua mawazo ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo atakaposikia, sikiliza, yeye ndiye anayejua mawazo ya Mungu. Naye Mungu tena anakuja anasema, kwa maana ninajua mawazo niliyo nayo juu yeye. Kwa hivyo ukitaka kujua mawazo ya Mungu, msikilize Roho Mtakatifu, maana yeye
anajua mawazo ya Mungu na yeye husikiliza. Kama Roho anasikiliza, sisi ni akina nani tusisikilize ndio tuongee? Kama Roho mwenyewe anafanya nini? Anasikiliza kwanza, kenye anasikia ndiye anafanya nini? Ndiye anasema. Sisi ni akina nani tusisikie ndio tufanye nini? Ndio tuseme. Na ndio maana unaona wale ambao anasema Mungu ananiambia sana, wanabeba watu wengi sana. Sijui kama umeona hiyo. Wanabeba watu wengi sana, maana wanajua imeandikwa hivyo. Lakini sasa unapataka ya kwamba wengi ni waongo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Roho Mungu ananiambia. Unapata watu wanabeba watu sana. Bwana Yesu asifiwe. Unapaswa usikilize ujue ya kwamba pia when we are teaching ni kusikia tumesikia. Revelation ni vile amesema. Revelation ni nini? Ndio vile amesema. Any word without revelation inamaanisha hajaongea. Mungu anaongeaje wakati mhubiri anahubiri, wakati mwalimu anafunza? Ufunuo. Hivyo ndio Mungu anaongea, kwa sababu Mungu anaongea kupitia neno lake. Neno lake ndio lina transport nini? Revelation. Revelation ndio ina change maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. And he will declare to you things to come. Who will declare things to come? The Holy Spirit. So kama unataka kujua vitu vijavyo, fanya nini? Sikiliza nani? Sikiliza Roho, atakwambia mambo yajayo. Nalia leo dunia imebabaishwa sana na mambo yajayo, kwa sababu hawana ukweli. Kila mara wakituambia, wanatuambia tarehe 2 sijui nini itafanyika, inafika haifanyiki. Wanatuambia siku fulani sijui nini itafanyika, haifanyiki. Ni kwa sababu hawana Roho wa kweli. Ukitaka kujua mambo yatakayotendeka, mambo yajayo, msikilize Roho wa kweli, maana pia atakuambia, atakujulisha mambo yajayo ya nini kungojea. Unasema sijui nini, unataka kujua mambo yajayo, sikiliza Roho Mtakatifu, maana anajua yajayo juu ya maisha yako. Unapaswa kujua mambo yajayo. Ndio watu wakija kukuambia wewe utakuwa maskini, unawaambia no, Roho Mungu hajaniambia hiyo. Wewe utakufa tarehe fulani, nasema no, mimi sitakufa. Roho hajanijulisha hiyo. Amenijulisha ya kwamba mwaka ujao ananipanulia mipaka. Mwaka ujao ameniambia nitafikia wengi. Wewe unakuja ongea uongo. Walie na roho ya uongo wakaongea uongo. Walie na roho ya kweli wanajua mambo yajayo ya ukweli. Maana kuna wale wamejawa na uongo kuhusu mambo yajayo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hiyo kitabu cha Yohana, turudi nyuma mstari wa 8. Kwa hivyo tunaona roho ni roho wa nini? Ni roho wa ukweli, ambaye kazi yake kubwa ni kutuongoza katika kweli. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 8:42 inasema kwamba Jesus said to them, if God were your father, you would love me. For I proceeded forth, and I have come from God. For I have not come on my own, but he sent me. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama Yesu anaweza akaongea hivyo, kama Yesu anaweza akaongea hivyo, we need to be very careful. Another thing tunapata hapa ni kwamba kila ajaye ametumwa. Kila ajaye ametumwa. Aje na uongo, ametumwa. Aje na ukweli, ametumwa. Kila ajaye. Yesu akawaambia, kama Mungu angelikuwa baba yenu, mungelinipenda mimi, kwa maana nalitoka kwa Baba. Ni vizuri kujua kila mtu ametoka wapi. Pia Yesu anaongea kuhusu umuhimu ya kule nimetoka. Shida yako wewe utakayekujua ametoka
Wapi? Mistake nyingi tumeingilia, shida nyingi tumeingia because hatujitaka kujua ya kwamba hawa watu wanatoka wapi. Sikiliza pia Yesu jinsi ambavyo anajitambulisha wapi duniani. Anasema, wapendwa, mimi sijakuja kivyangu. Mimi sijakuja kivyangu. Kwa maana kuna watu wanakuja kivyangu. Kwa maana kuna watu wanakuja kivyangu. Sasa ili andiko msipende kutuletea tu, usimnyoshe mtumishi wangu nini kidole. Mtumishi wa Bwana mwenye si mtumishi inamaanisha nafaa kunyoshewa kidole. Siku kitu cha kwanza kabla hatujanyosha kidole tujue ametoka wapi na amekuja aje. Amekuja kivyake. Ni vizuri kusikiliza watu ambao wako chini ya mamlaka. Siku hizi pia watu tu wanaanzisha tu huduma tu. Wao unakimbia tu kwa huduma tu. Hata utake kujua huyo mtu anatoka wapi. Unajua nimepata mwito kutoka kwa Mungu, nimekuja kuanzisha huduma. Sasa baba yako ni nani? Unatoka chini ya nani? Unatoka wapi? Kila mhubiri akiongea lazima atuambie mahali ametoka. Nafikiri huwa ninawatajia nawaambiaga mimi ni product ya nini? Full gospel. Huko utoto wangu huko. Na pia huwa nawatajiaga Bishop Musili. Nawatajiaga mahali nimetoka. Hapa kwangu kanisani nimeleta mpaka mtu aliyenibatiza amekuja kuhubiri hapa. Na hapa kanisani nimeleta mpaka my Sunday school teacher hapa. Nimeleta, ni nani sijaleta hapa? Ni nani sijaleta hapa? Nimejaribu kukuambia nikileta my Sunday school teacher aliyenifunza, aliyenibatiza, aliyenilea, na kuambia huko ndio nimetoka. Yaani kifupi nilikwambia hapa ndio nimetoka. Bwana asifiwe. Ndio naona nowadays tunanunuaga bishop wa kutuodei. Mashaona hiyo kweli? Unajua hiyo kitu? Unajua hiyo? Leo mtu yoyote akitaka kuodeiniwa kuna mabishop wa kufanya wa kununua. The person who is supposed to consecrate you is your father, where you come from. Simple. Mahali unatoka ndiye anapaswa kumwagia wewe mafuta. Achana hao wenye tunaletanga tu. Umesikia mtu ana jina kubwa Kenya. Ni ngapi? Leta 1,100 utamleta. Nalipa 1,000. Mtu anakuja hata wakati anakuordain hata jina lako hajui. Unasema naitwa nani? Kamau. Kama sasa Kamau hata historia ya kanisa hana historia yako. Mtu anafaa kufanya harusi yako na kukuordain. Hakuna kitu ajui kukuhusu. Anafaa kuongea kukuhusu. Sijui kama mnanielewa. Anafaa kisimama hivi, anafaa kutuongelesha kukuhusu. Ngojea ordination yangu inakuja ya bishop. Na harusi zote mbili zinakuja huko mbele. Mwenye atakuja ataniongea, aliniona nikiwa nimevaa kinyasa. Ataongea from down there. Kijana yangu, kijana. Huyu alikuwaga hivi. Ataongea hizo mingi, na hiyo ndio utamu ya baba. Lakini unaleta kimutu inabidi anaandika karatasi anaitwa Peter Semeo. Peter Semeo, Semeo. Ndiye anakumwagia mafuta. Ni gani hizi tena? Yesu akasema aje? Nimetoka kwa baba na sijakuja kivyangu, kumaanisha nimetumwa. Lakini Wakristo hatutaki kuchunguza hizi vitu. Sisi tunaangalia tu upako, hatutaki kujua mtu ametoka wapi. That's why unaona hapa kanisani kwetu kusikia mhubiri ni ngumu. Hii mwaka nafikiri ni wahubiri wawili mmepata hapa. Na hao wahubiri wawili ni connection ya mhubiri. Nilikaa na yeye pia, nilikuwa nakaa kwake. Nilikuwa nakaa na yeye kwa nyumba. Kuomba asubuhi nilijulia kwake. Alikuwa ananiamsha kwa lazima, na vile alikuwa naomba hako na amplifier kwa kifua. Alikuwa naomba hata uwezi lala tu, inabidi tu naamka. Una imagine mtu sasa hiyo uko primary school, saa ngapi na kusumbuana na maombi? Lakini akianza kuomba alafu ni Mjaluo. Kaya. Sijui ni Mjaluo ya Siaya ama Homa Bay. Usicheze na hao watu. Wana amplifier kwa oga. Haulali, inabidi tu naamka tu naomba. Yeye ndiye aliniconnect na mzungu wa kwanza March, na yeye akinipea mhubiri siwezi pinga.
Na pia huyo wajuzi ni aliniconnectia. So ni mahali ninatoka. Lakini si rahisi usikie nimeleta mhubiri hapa. Hata kuna wengi wananipigia, hata juzi mwingine alinipigia simu akaniambia tulikuwa na mhubiri kutoka Canada, anahubiri hapa kwetu, akimaliza singependa kuja kwako. Nikamwambia ni ngumu sana usikie nimeleta mhubiri hapa. Kuna wa marafiki mhubiri anakuja kwa chance sema tufanye lunch hour next week kwako. Pia Sasa zingine kwa fellowship ya wachungaji tunakuwa na wageni wengi wanakuja, tumefanya kimkutano kikubwa. Nasema tugawe kama mhubiri, mimi sitaki ya kugawiwa, sitaki. Sijui. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kwa sababu watu wako tofauti. Sijui unatoka wapi. Kwa nini nikupee hii madhabahu? Ni roho gani inafanya kazi ndani yako? Sijui. Wapendwa, tuangalie sana mahali mtu anatoka. Na pia tujiulize ni nani amekutuma. Yesu akasema sijakuja kivyangu, kumaanisha nimetumwa, kumaanisha nimetumwa. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha nimetumwa. Ndio maana nilikwambia kijana wakati wa kuoa, angalia mahali msichana ametoka na pia angalia kwa kina kijana. Wachana na vitu vingine yote. Wachana kuangalia anaomba sana, analia sana kwa maombi, anakata ndimi raka hizo zote wachana nazo. Hizo ni qualifications za Christianity. Hizo si qualifications za husband and wife. Those are wrong qualifications. A prayerful person is not a wife. Hapana. Hiyo si majukumu ya wife, hiyo ni majukumu ya a believer. The best thing unaweza ukafanya, nilisema number 1 ameokoka. Number 2 God fearing. Period. Kimbia kwao. Anza tafutilia kwao. Kwenu kuna kuagaje? Mamako anapigaka babako? Akikwambia juu hata hiki kitakupiga. Juu hata wewe kitakupiga tu. Haya, babako anapigaka mamako? Ukisikia kijana babake mamake alikuwa anapiga mamake, juu hata hiko kitakufanya nini? Kitakupiga, wachana nake. Background ya mtu inafanya nini? Ukubali ukatae. Mtu ni kwao. Mtu ni nini? Si unamsikiliza Yesu anasema aje? Na ndio maana akaambia kina Filipo, mtu akiniona ameona nani? Filipo akamwambia tuonyeshe nani? Baba. Yesu akashangaa akasema, "Yaani mpaka sasa hamjaona baba? Yeyote ameniona?" So ukiona msichana umeona mama yake, na ukiona kijana umeona baba yake. Simple. Simama juu kwa miguu yako. Ni nini nyingi unatafuta? Kama baba yake hakusomesha watoto, alikaa ngumu, aliwacha wateseke, ujue kijana kitakuacha hivyo hivyo. Ukiona kijana umeona baba yake, ukiona msichana umeona mama yake. Simple. Simple ndio iko. Ukiona Yesu si umeona Mungu. Amen. Ukiona wahubiri wangu wote umeniona mimi. Unaona vijana wangu wanavaga, kuna hawavai kombo hapo na kuja umevaa sijui kama nini hapo. Ninaoneanga tu huruma asubuhi tu. Hata hiyo ni huruma ninawaonea. They are supposed to be smart throughout. Ni vile ukitoka hapa unaenda wapi? Kazi. But kuvaa ovyo ujinga no. Kwangu kila mtu sasa ameanza training ya kuweka nywele kubwa. Wale wote walikuwa wananyoa wote. Hata my assistant anaanza. Kila mtu ataweka nywele kubwa vile nimeweka hivi. Na sijaambia mtu aweke nywele kubwa, maana mtu ni baba yake. Inua mikono juu, mshukuru Mungu kwa sababu ya neno lake. Baba ninakushukuru, Baba ninakuinua, Baba ninakuhimidi, Baba ninakutangaza. Wewe ni mwema Bwana. Utukuzwe Mungu wa baraka, utukuzwe na wewe Jehova, katika jina la Yesu Kristo ninatangaza neno lako. Natangaza ukuu wako Bwana, natangaza makusudi yako Bwana, natangaza wewe ni Bwana, natangaza wewe ni mfalme, natangaza wewe ni mtakatifu, natangaza hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe mfalme, hakuna kama wewe mtakatifu, katika jina la Yesu. Bwana Mungu aliye hai, kitanosa kaparasia na kusala ukariba shila kusala parasanda ikatura rabosanda na katura rolizika tinaboria mashelo sika tanabosha katanaboria makosanda na baba
Uzaya akasela uri usala usikatila usandara baba sana meketelia babushala basandara baburia katola babu sikatila sikatola zanda imakatana na basandara babu sikatila buria unastahili Yesu kuabudiwa. Nakupea kitabu cha Wakolosai 3:9-10 enda usome. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds and have put on the new man, who is renewed in knowledge after the image of him who created him. That's a powerful scripture. And have put on the new man. How do we put on the new man? Hallelujah. Na tunaondoaje the old man? Through what? Knowledge. So the more we receive the knowledge, the old man anafanya nini? Anaendelea kubomolewa. The old house inaendelea kubomolewa. The more we receive the knowledge, the new house inaendelea kujengwa. Hiyo upya ni wewe. Na unaona inasema kwamba you have, haisemi Mungu, inasema you have. Do not lie to one another, since you have put off. You have put off. Ni wewe. Mmeweka, mmemvua mtu wa kale, na mmevaa. So unaona hiyo ni wewe. Hiyo ni wewe. Nilisema when it comes to knowledge ni wewe, sio Mungu. When it comes to power, grace. When it comes to knowledge, usipokuja na miguu yako hapa hautasaidika. Wewe usipochukua simu yako uweke messages, wewe usiponunua kitabu inakugharimu. Knowledge ya Mungu inakugharimu wewe. Bwana asifiwe. Haleluya. So kufikia hapo nasema asante, nimefurahi sana kukuwa na wewe kwa wiki mzima. Natumai ya kwamba kuna jambo ambalo umejifunza katika hiyo majuma mawili ama matatu. Nasikia sasa nimefunza katika jina la Yesu. Ninaamini Mungu wiki ijayo tutachukua nafasi ya kuendelea. Kuna somo ambalo nimekuwa nikifunza Jumapili, nitaomba kulifanya wiki ijayo kulingana na vile tunamalizia mwaka. Nimekuwa nikiongea kuhusu bomoa hema, songa mbele. So ningelipenda tukaweze kuongea kuhusu hema ambazo tumezijenga, hema ambazo tunapaswa kuzibomoa tusiingie mwaka nazo. Kuna vitu tunapaswa kuharibu, kuna vitu tunapaswa kuondoa ili tukaweze kuendelea na hii safari. Sema amina na Mungu atakubariki. Na pia Jumapili ninaongea kuhusu kufunua roho ya Jezebel, unmasking the spirit of Jezebel, na ninaifunza kwa some levels, kwa family, kwa marriage na kwa church. Hapo tu ndio Jezebel spirit inafanya kazi, kwa family, kwa church na kwa marriage, na inafanya kazi kwa nyumba za watu wameokoka. Na ni vizuri ujue wakati mume wako ama mke wako anaoperate chini ya spirit ya nini? Ya Jezebel. Wakati kwa church ni yeye anafanya kazi. Ni vizuri kujua, kwa sababu Jezebel hafanyi kazi kwa watu ambao hawajaokoka, anafanya kazi mahali watu wameokoka. Huko ndio kazi yake iko. Maana Biblia inasema anajiita nabii. Na Jezebel ni kama shetani, maana yeye ni mwalimu. Na ni mwalimu wa nini? So unaweza sikiliza mtu akihubiri, si rahisi kujua na Jezebel ndani yake until ufundishwe, ndio unajua huyu ana operate under this spirit. Because mtu akioperate na Jezebel spirit, number one, is a powerful intercessor and is a powerful teacher of the word. Hapo ndiye anajivanga hiyo mambo. So kumtambua ni ngumu, lakini mtu
unampata anagonganisha watu, anachukia watu, yeye ndiye anaangusha watu, yeye ndiye anamaliza watu kwa kanisa, yeye ndiye anagonganisha. Ukiinuka yeye ndiye wa kwanza kukushambulia. Na Mungu atakubariki kwa haya mafundisho katika jina la Yesu. Na mwaka ujao tarajia zaidi. Nataka nikuahidi mwaka ujao mafundisho hapa ni fire, itakuwa zaidi. Naamini kwenda kiwango kingine zaidi kulingana na vile nimekuwa nikiendelea kufanya preparation. Naamini kwa mafundisho zaidi ya mafundisho, na fundisho moja kuu ambalo nitafunza mwaka ujao ni kuhusu kuhubiria kufikia wenye dhambi, the Great Commission. I want to challenge you. Nataka nikuchochee because nataka ufikie watu waokoke kwa jina la Yesu. Kufikia hapo, mtazamaji wangu, nasema asante kwa kunitazama kila mara, asante kwa kuchagua kunitazama. Natumai kila mara unaponisikiliza kuna elimu ambayo unapata na kuna ujinga ambao unatoka ndani mwako. Mungu akubariki na kutende mema. Hatuwezi maliza kipindi hiki pasipo wewe kushare video hii ili ukazidi kukua baraka na kwa wengine katika jina la Yesu. Furaha yangu pia kubwa kukukaribisha katika ibada zetu za Jumapili na pia jioni ya leo na kukaribisha saa 1 mpaka saa 3 tutakuwa na maombi. Ni mimi wako Apostle PMC Ming, Voice of Fire wa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho. Kanisa letu linapatikana nyuma ya Shibli Supermarket kwa uwanja wa Soe Driving School. Kutoka kwangu na kutakia kumaliza mwaka salama. Amen. Tupatie Bwana Yesu makofi mazuri.